Sote tunafahamu kuwa mwaka huu Bunge la 12 linahitimisha shughuli zake kwa kipindi cha miaka mitano kilichoanza Novemba 2020. Kwa msingi huo, hotuba yangu itaeleza kwa muhtasari mafanikio makubwa yaliyopatikana katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba hii pia imeainisha baadhi ya kazi zinazotekelezwa na serikali kwa kuzingatia mipango na mikakati mbalimbali ya taifa. Baadhi ya mikakati hiyo ni pamoja na mpango wa 3 wa maendeleo ya miaka mitano wa mwaka 2021-22 hadi 2025-26 ambao ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025, ajenda ya mwaka 2063 ya Umoja wa Afrika na malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2030. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa dhati ya moyo wangu nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri tangu alipoanza kuiongoza nchi hii tarehe 19 Machi 2021. Ninampongeza pia kwa mafanikio makubwa aliyoyapata katika kusimamia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020. Kwa hakika ametekeleza kwa vitendo na matokeo yanaonekana. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha uongozi wake tumeshuhudia mafanikio makubwa katika kuimarisha miundombinu, kuboresha utoaji wa huduma za kiuchumi na kijamii, pia kusimamia utawala bora, kuongoza mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi na kuhamasisha uwekezaji. Diplomasia ya kiuchumi nayo imesimamiwa na mahusiano ya kitaifa na kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika hatua nyingine nimpongeze Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutekeleza vema wajibu wake kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais katika utekelezaji wa majukumu ya kuliongoza taifa letu. Kwa hakika miongoni mwa maelekezo ya viongozi wetu yamekuwa yakitoa mwelekeo sahihi wa utekelezaji wa wajibu wetu kuwatumikia Watanzania. Kadhalika nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuhakikisha kuwa ilani ya CCM kwa upande wa Zanzibar inatekelezwa kikamilifu na kuimarisha utoaji wa huduma za kijamii na kiuchumi na usimamizi mzuri kabisa wa sekta mbalimbali za maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie nafasi hii pia kipekee kabisa kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuchaguliwa kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya urais kwenye uchaguzi mkuu ujao utakaofanyika Oktoba mwaka huu wa 2025. Uchaguzi wao ni kielelezo cha ukomavu wa imani kubwa walionayo wana CCM wote kwa viongozi hawa, kutokana na uongozi wao makini na imara unaozingatia maslahi ya wananchi wote. Nitumie nafasi hii kuwaomba Watanzania wote kuendelea kuwaunga mkono kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie nafasi hii pia kumpongeza sana Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Balozi Dr. Nchimbi ni mwanasiasa mkonge mwenye uzoefu mkubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, serikali na jumuiya za kimataifa. Ninampongeza sana Mheshimiwa Nchimbi na kumtakia afya njema na kila laheri kwenye mchakato ujao. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze pia Mheshimiwa Steven wa Masatu Wasira kwa kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara. Nirudie kauli yangu niliyoitoa katika mkutano wa 18 wa Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 14 Februari 2025 kuwa chama kimepata mtu sahihi kwa wakati sahihi kutokana na uzoefu wake na busara zake. Mheshimiwa Wasira ni kiongozi na mwanasiasa mkongwe ambaye mchango wake unaendelea kuhitajika katika kuimarisha umoja na mshikamano wa taifa letu kupitia Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Naibu Spika, pia namshukuru Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, mbunge, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa kunisaidia kutekeleza majukumu ya Ofisi ya Waziri Mkuu. Vile vile nampongeza sana kwa kuendelea kusimamia ipasavyo sekta ya nishati
Jitihada zake zimeleta matokeo chanya katika upatikanaji wa nishati hapa nchini. Sote tumeendelea kushuhudia mtandao wa umeme ukiendelea kuongezeka hadi vijijini na sasa tunaelekea vitongojini. Lakini pia nimpongeze sana kwa kusimamia ajenda ya matumizi nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee ninamshukuru Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa mabunge duniani. Lakini pia wewe binafsi Mheshimiwa Naibu Spika na wenye viti wa bunge kwa kuliongoza bunge lako tukufu katika kusimamia serikali ni kuhakikisha kuwa inatekeleza wajibu wake wa kuhudumia wananchi. Vile vile ninatoa shukrani zangu za dhati kwa kamati za kudumu za bunge kwa kazi kubwa na nzuri ya kupitia makadirio na mapato ya matumizi ya wizara, mikoa, wakala, idara zinazojitegemea na mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Naibu Spika, nawashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mhagama, mbunge wa jimbo la Madaba. Lakini pia kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Elbariki Emmanuel Nkingu, mbunge wa jimbo la Singida Magharibi. Lakini pia kamati ya kudumu ya ustawi wa maendeleo ya jamii chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Fatima Hassan Taufiki, mbunge viti maalum, na kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Oran Manase Njenza, mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini. Maoni na ushauri wa kamati hizo yamesaidia sana kuboresha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya ofisi ya waziri mkuu na mfuko wa bunge kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Naibu Spika, ninawashukuru waheshimiwa mawaziri, wakuu wa mikoa, naibu mawaziri, makatibu wakuu, makatibu tawala wa mikoa, naibu makatibu wakuu, wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na wakuu wa mashirika, wakala wa idara zinazojitegemea kwa ushirikiano mkubwa walionipatia katika kutekeleza majukumu ya nafasi ya waziri mkuu. Kipekee namshukuru sana Mheshimiwa Hamza Said Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, kwa ushauri wake wakati wote wa mikutano ya bunge lako tukufu. Lakini vile vile namshukuru sana Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, kwa ushirikiano wake wakati wote wa utekelezaji wa majukumu ya serikali. Aidha, nawashukuru watumishi wote wa serikali na taasisi zake kwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi mkubwa. Jitihada zao zimechangia tija na ufanisi wa utekelezaji wa shughuli za serikali. Vile vile nawashukuru kwa michango yao inayowezesha kukamilisha utekelezaji wa mpango na bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna pekee kabisa ninawashukuru: moja, Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, mbunge wa jimbo la Isimani na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Lakini wa pili, Mheshimiwa Ridhiwan Jakaya Mrisho Kikwete, mbunge wa Chalinze na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana na ajira ya wenye ulemavu. Vile vile Mheshimiwa Umi Nderiananga, mbunge wa viti maalum na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, pamoja na Mheshimiwa Petrobas Katambi, mbunge wa jimbo la Shinyanga mjini na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Makatibu wakuu wakiongozwa na Dr. Jim Yonas, katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, na Bi Mary Maganga, katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Naibu makatibu wakuu akiwemo Dr. James Kilabuko anayeshughulikia sera, bunge na uratibu, na Bi Zuhura Yunus, naibu katibu mkuu anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Wako wakurugenzi, wakuu wa taasisi zilizopo chini ya ofisi ya waziri mkuu, ofisi binafsi ya waziri mkuu na naibu waziri mkuu, pamoja na wafanyakazi wote kwa ushirikiano mkubwa walionipa katika kutekeleza majukumu ya waziri mkuu.